Ninawasalimu katika jina la Yesu. Kuna mtu anaumwa? Kuna mtu yote anaumwa? Kama kuna mtu anaudhaifu, nyosha mkono. Udhaifu nahisi kitu kinauma, mwili unauma, nyosha tu mkono mahali ulipo. Kama yupo, nyosha tu mkono kwa uaminifu. Na kisha sema maneno haya: Bwana Yesu, asubuhi ya leo niko imani mwako. Ninaomba neema ya uponyaji. Uniponye kila aina ya maumivu, ya mateso katika mwili wangu, yapate kuniachia. Damu yako Yesu Kristo initakase na kunisafisha. Napokea uzima, napokea kufunguliwa. Maumivu hayana nafasi kwa ajili yangu. Imeandikwa, watakuja kwa njia moja, kwa njia 7 watatawanyika. Mlango wote waliotumia kuingia, hayo maumivu yaondoke katika jina la Yesu. Nimekuwa mzima kuanzia sasa. Amen. Mungu akubariki na Mungu anakuponya. Kwa hiyo siku ya leo Mungu ametupa kibali na ametupa nafasi nyingine kuweza kujifunza neno la Mungu katika maandiko matakatifu. Kwa hiyo mahali pale ulipo, amini kwamba Mungu anakupenda. Ninataka nizungumze kwa habari ya kujiliwa na Roho wa Bwana. Kujiliwa na Roho wa Bwana. Tunapozungumza kwa habari ya kujiliwa na Roho wa Bwana, maana yake ni kwamba Roho ya Mungu inakuja kwako, na inakuja kwako ikiwa na mambo fulani ambayo wewe unatakiwa uyajue. Yesu asifiwe. Kwa hiyo huko ndiko kujiliwa na Roho wa Bwana, yani Roho wa Mungu anakujilia, anakuja kwako, sawa na vile mtu anavyoweza kupata mgeni katika malango yake. Kwa hiyo kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ile ya kwanza, kuanzia mstari wa 1 mpaka ule wa 8, hapo ndipo tutaanzia kama msingi wa somo letu. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya kwanza na ule mstari wa 1 mpaka wa 8. Maandiko yanasema, kitabu kile cha kwanza nalikiandika Theofilo, katika habari ya mambo yote aliyoyaanza Yesu kufanya na kufundisha, hata siku ile alipochukuliwa juu, alipokuwa amekwisha kuwaagiza kwa Roho Mtakatifu wale mitume aliyowachagua, wale aliowadhihirishia nafsi yake kwa dalili nyingi baada ya kuteswa kwake, ya kwamba yu hai, akiwatokea kwangu, ya kwamba Yohana alibatiza kwa maji, bali ninyi mtabatizwa katika Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache. Kwa hiyo Yesu akatoa maelekezo na akatoa maagizo kwa wale watumishi wake ama wanafunzi wake, akawaambia kwamba msitoke Yerusalemu, ngoje ile ahadi mpaka itakapowajilia. Na ahadi anayoizungumza Biblia inakuja kusema hapo chini, mstari wa 6 anaendelea, basi walipokutanika wakamuuliza wakisema, je, Bwana, wakati huu ndipo unaporudishia Israeli ufalme? Akawaambia, si kazi yenu kujua nyakati wala majira Baba aliyoyaweka katika mamlaka yake mwenyewe. Ule mstari wa 8 sasa ndo unathibitisha ahadi ambayo Mungu ama Yesu Kristo alitoa kwa wanafunzi wake kwamba wakae Yerusalemu waingojee hiyo ahadi. Mstari wa 8 anasema, lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Kwa hiyo hawa jamaa ama hawa watu walikuwa nawaza kwa habari ya utawala wa mwilini, wanataka kuwa na kiongozi. Kwa hiyo wanamuuliza, wenda Bwana, wakati huu ndio unairudishia Israeli ama unawaletea mfalme taifa la Israeli? Lakini Yesu akasema kwamba sio kazi yenu kujua majira ambayo Mungu ameyaweka katika mamlaka yake mwenyewe, lakini mnachotakiwa kujua, mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wake. Kwa hiyo tunapozungumza kujiliwa na Roho Mtakatifu,
ishara ya kujiliwa na Roho Mtakatifu ni kupokea nguvu, na ile nguvu inakufanya uwe shahidi mwaminifu wa huyo Roho ambaye amekujilia. Amen. Na ishara hiyo ya kwamba umepokea ama Roho Mtakatifu amekujilia, nimesema kwamba unapokea nini? Unapokea nguvu, na ile nguvu inakufanya wewe unakuwa shahidi. Bwana Yesu asifiwe. Yaani Roho Mtakatifu akisha kujilia anakupa nguvu ambayo ulipookoka kwenye familia yako mambo yao ya uganga yakawa hayaendi. Ndio umekuwa shahidi sasa wa Yesu hivi. Unaelewa? Kwa hiyo ulipookoka kuna aina ya marafiki walianza kujitenga na wewe. Bwana Yesu atusaidie sana. Amina. Ulipookoka kuna baadhi ya tabia zikaanza kuondoka ndani yako. Anatusaidie. Amina. Yaani ulikuwa ni mtu wa kutokupitwa na jambo, halikupiti. Kwa hiyo mtu akikuletea taarifa kwamba hivi umemsikia fulani kusema, kitendo cha mtu ule kukuambia tu hivyo, unasema bwana, hizo habari sasa mimi sina, kwa hiyo tuongee mengine, kama yapo tuzungumze. Kwa hiyo hiyo ndio ishara ya kwamba Roho Mtakatifu amekujilia na akakupa nguvu. Maandiko anasema hivi, neema imefunuliwa iwafundishayo wanadamu kukataa maovu. Kwa hiyo neema yoyote ambayo inatoka kwa Mungu, najua tunapozungumza neema tunazungumza kitu cha bure ambacho wewe ukukihangaikia. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Sema hivi, nazungumza kwa habari ya neema kwamba ni kitu cha bure ambacho mtu hajakihangaikia, ila automatically kinamjia ama kinampata. Amen. Yaani ulikuwa na tatizo linakusumbua miaka mingi, wala hukwenda hospitalini, lakini katika kushiriki ibada unashangaa ghafla tu umekuwa mzima. Hiyo ni kitu kinaitwa nini? Neema ya uponyaji. Yaani haujausumbukia, ni Mungu mwenyewe amehusika, amekuponya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sasa Biblia inaposema neema imefunuliwa iwafundishayo wanadamu kukataa maovu, maana yake ni kwamba ukiwa kwa Mungu, neema hii ya Mungu ama baraka za Mungu hazihitaji umuue baba ili utajirike. Unaelewa vizuri? Neema hii ya Mungu inatufundisha kukataa maovu. Ukienda kule kwa waganga wa kienyeji wanakuambia ili utajirike lazima umtoe mtu ndagu, mweke mtu msukule ndani. Wenye maduka makubwa anakuambia ili utajirike lazima kwenye biashara yako umweke mtu awe anavuta wateja. Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini ukija upande wa Mungu, anasema neema iliyofunguliwa inamkataza mtu kuishi katika tabia hizo, kwamba sisi hatuamini katika kufanikiwa kwa njia ya ndagu. Hatuamini ili maduka yetu yajae vitu vingi, wateja wakimbie. Hatuamini katika kuweka mtu msukule dukani. Sisi tunaamini katika Bwana, maana anasema nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Kwa Roho Mtakatifu anapomjilia mtu, anakuja na kitu kinaitwa nguvu. Na akisha kuja na kitu kinachoitwa nguvu, anakuja na jambo jingine linaitwa shahidi. Kwa shahidi wa nani? Kwa shahidi wa Yesu. Unayashuhudia matendo makuu ya Mungu. Maana yake ni kwamba ukiwa unaokoka kuna upinzani ambao unakutana nao katika maisha ya wokovu. Lakini unapokuwa shahidi wa Yesu, siku utakaposimama utasema hivi, mimi wakati naokoka wazazi wangu walinikataa, nyumbani nikafukuzwa. Sasa unatoa ushuhuda. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tu attention kwenye neno la Mungu. Amen. Amen. Kwa hiyo unapotoa ushahidi ule, kwa sababu Roho Mtakatifu alikujilia na akakupa nguvu za kushinda, akakupa nguvu za kuweza kuhimili, pamoja na kwamba ulipookoka wakakufukuza nyumbani, lakini Mungu hajakuacha, alisimama pamoja na wewe. Amen. Hiyo ni dalili ya kwamba Roho Mtakatifu alikujilia na akakupa nguvu ya kuweza kustahimili hata wakati walipokutukana,
haukuweza kujibu, kwa sababu aliye ndani yako ndiye anayekufundisha hekima ya kuzungumza. Aliye ndani yako ndiye anakufundisha nini useme na kipi useme na ni kwa wakati gani na nini usiseme. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndio maana unaona hata walipokuwa kutukana, na kuna mambo kabisa ambayo yanakupelekea yanaweza yakasababisha ukatamani kumjibu mtu, ukatamani kupigana, ukatamani kumtukana, lakini roho iliyokujilia ndani yako inasema usimlipe mtu baya kwa baya, yashindeni mabaya kwa wema. Kwa hiyo roho inayokujilia lazima kufundisha kutembea katika mema kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna roho inayotoka kwa Mungu itakayomfundisha mwanadamu jino kwa jino. Mtu akikupiga unatakiwa umpige. Bwana Yesu asifiwe. Akikutukana unamweka Yesu pembeni. Roho wa Mungu atembee na mfumo huo. Kwa hiyo Roho Mtakatifu, naomba nisaidie kidogo uniwekee panchi nzuri. Yes, hiyo imekaa sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anapomjilia mtu anampa nguvu. Na tunajua unapokuwa na nguvu ni rahisi kufanya jambo lolote katika sura yoyote ile. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anakupa nguvu ya kuhimili majaribu, ya kuhimili vita, ya kuhimili mawe yote yatakayorushwa kwako. Bwana Yesu atusaidie sana. Na watu wakati mnaokoka unajikuta wazee fulani wanakuambia, wewe kijana mdogo umeokoka sasa hivi, sisi tumezikuta dini, utatueleza kitu gani? Kwa hiyo Roho Mtakatifu anapokujilia anakupa nguvu ya kuweza kuvumilia, anakupa nguvu ya kuweza kustahimili. Yesu atusaidie sana. Amina. Ndio maana kuna watu naona hata utamtukana vipi, hautakuja kusikia kinywa chake kimeamka, maana anajua ya kwamba vita vyetu ni juu ya Bwana. Naposikia mtu anasema vita vyangu ni juu ya Bwana, haina maana ukinitukana basi namwachia Bwana. Kama unavyojua namwachia Bwana, kwa sababu vita ni vya Bwana. Mimi nikiingia kwenye maombi nasema Mungu shughulika na yule, si amenitukana. Amen. Daudi wakati anaenda kupigana na Goliati alitukana majeshi ya Mungu, alitukana. Sio kwamba Daudi alikuwa hana uwezo wa kutukana, ama wana wa Israeli walikuwa hawana uwezo wa kutukana. Bwana Yesu atusaidie sana. Na nataka hapa unielewe, wale jamaa walikuwa ni wanajeshi, wanajua na wamepambana vita kwa miaka mingi. Lakini kuna matukio yanapotukia, sio kwamba lile jeshi la wana wa Israeli halikuwa na nguvu, lilikuwa na nguvu. Kwa sababu ni wanajeshi wa miaka mingi. Kaka zake na Daudi wakina Eliabu ni wanajeshi wa miaka mingi. Unanielewa vizuri? Wana mbinu za vita, wanajua namna kupambana. Lakini Goliati aliyesimama hakuhitaji bunduki, hakuhitaji mijeledi, hakuhitaji mikuki. Alihitaji jina la Bwana. Mtu atakayesimama na Bwana ndio anaweza kumwangusha. Kwa hiyo kuna wakati mwingine kuna mambo kwenye maisha yako hayataenda kwa sababu umesoma sana. Ukitumia elimu utafanikiwa, haupasui. Kuna mambo yanaweza yakaendeshwa na fedha. Hapana. Kuna mambo yanahitaji Roho wa Mungu ayaendeshe mambo hayo. Na ndio maana nasema yasiyowezekana kwa wanadamu kwa Mungu yanawezekana. Ndio yakina Goliati na Daudi sasa. Yale ambao wana wa Israeli waliyashindwa, waliamini kwamba tukienda na bunduki tunaweza tukampiga Goliati. Lakini Goliati alikuwa haangushwi na bunduki. Goliati alikuwa anaangushwa na lile neno ambalo Daudi akasema, wewe unanijia kwa fumbo na mkuki, lakini mimi ninakujia kwa jina la Bwana wa majeshi ya Israeli uliowatukana. Kwa hiyo kuna matatizo ili yaondoke, yafuate kwa jina la Bwana. Usiyafuate kwa hekima yako, usiyafuate kwa fedha yako, usiyafuate kwa sababu baba yako ni askari. Kwa hiyo chochote kinachotokea unaweza ukatatulika. Sikiliza, kuna mambo yakitokea kwenye maisha yako, yafuate kwa jina la Bwana. Na ukiyafuata kwa jina la Bwana, unaona mambo yanaenda, unaona vita inakwenda. Lakini ukitaka kujibizana na ndugu zako ambao wanapinga wokovu wako, wanapinga huduma yako, ulipokuwa mchungaji tu, kuna watu wakaanza kukataa, huyo hawezi akawa mchungaji hata jinsi alivyo, maisha yake ni magumu. Sikiliza nikwambie, waende kwa jina la Bwana Mungu wa majeshi. Utakapowaendea unashangaa Mungu anakupandisha viwango na viwango, wanabaki wanashangaa. Wakati wa kuinuliwa kwako watabaki wanashangaa, watasema ndo yule.
Nikwambie, mtu mmoja anaitwa kiwete aliyekuwa ameketi katika mlango wa hekalu. Mtu yule alikuwa anaomba sadaka, watu wakiingia kanisani anaomba sadaka. Lakini siku moja Petro na Yohana walipokuwa wanakwenda kusali, wakamwambia kwamba tutazame sisi. Biblia inasema alipowatazama akatarajia kupata kitu kwao, lakini wakamwambia sisi unavyotuona ni majasiri ama ni watumishi wa Bwana, ni manabii wa Bwana, ni watumishi wa Mungu, ni mchungaji, lakini pesa sina, dhahabu sina, ila nilichonacho ndicho nikupacho. Akamwambia kwa jina la Yesu Kristo simama uende. Kwa hiyo kuna wakati hautahitaji fedha ili ufanikiwe kwenye biashara. Kuna wakati unahitaji neno la Mungu litakalotamkwa kwenye hiyo biashara yako, na fedha itakuchilia, mataifa watakuchilia. Maandiko yanasema mataifa wataichilia nuru yako. Inuka uangaze, maana nuru yako imesuka na utukufu wa Bwana umekuzukia. Maana hauwezi kuinuka na kuangaza kama utukufu wa Mungu haujashuka na kukufuata. Bwana nilo ninachokizungumza. Kwa hiyo kuna vita nyingine haipigani kwa pesa. Bwana Yesu atusaidie sana. Ukitaka uamini, kamuulize mtu aliyezulumiwa akaenda mahakamani hana wa kumtetea. Hana pesa kumlipa wakili, hana pesa kumtafuta mwanasheria asimamie kesi yake. Alichokuwa amebakiwa nacho, tumaini lake lilikuwa ni Yesu peke yake. Ukiona bisha siku ukipata neema ya kwenda mbinguni, nenda kamuulize Ayubu, ambaye hata mke wake mwenyewe akamwambia hivi, Ayubu mume wangu, ni bora Mungu gani anayekutesa? Anaua mifugo, anaua watoto, anaua hiki. Ni heri mkufuru Mungu ufe. Mke anamkataa mume wake kwa sababu ya matatizo. Kuna watu leo wanakukataa kwa sababu ya taabu yako. Kuna watu leo wanakutenda kwa sababu maisha yako ni magumu na bado unamcha Bwana. Usiache hiyo spidi, nenda na Bwana hivyo hivyo. Ayubu akasema ninajua mtetezi wangu yu hai. Hata kama nitaharibikiwa, lakini najua mtetezi wangu yu hai. Ayubu anaendelea anasema ya kwamba kwa sababu ninajua yako matumaini ya mtu uliokatwa, ya kwamba siku moja utainuka tena. Ninajua haya ninayoyapitia, na siku moja Mungu atatengeneza njia. Amen. Unaenda kwa spidi ile, kwa nini? Roho Mtakatifu yuko ndani yako. Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo Goliati akapigwa na Daudi kwa sababu sio kwamba Daudi alikuwa anajua vita. Kijana mdogo wa miaka 17 anakwenda kupigana na mtu ambaye mfalme wa nchi. Daudi alipomwendea anamwambia mtu huyu ni mtu wa vita tangu ujana wake. Bwana tusaidie sana. Amen. Kuna watu wakikutukana, ukisema kwamba kwa sababu na mimi sina mdomo. Unazijua zile kauli tunasema, kwani mdomo tumepewa wa nini? Si ni wa kuongea. Kuna mtu akikutukana, wewe utakiwa umtukane. Wewe unatakiwa uingie kwenye maombi. Mtafuteni Bwana. Amen. Mtafute Bwana naye ataonekana. Mteni Bwana maana yu karibu. Yesu asifiwe. Amina. Mtu akikutukana wewe usimtukane, nenda kwa Mungu, mwambie Mungu juu ya huyo mtu. Wewe Mungu muona si ananitukana, si analizalau jeshi lako, anawazalau watumishi wako, shughulika naye. Yesu asifiwe. Amen. Kuna watu automatically ukisema utukane nao unajipotezea muda. Sawa sawa. Na mmetoka mmepanda basi moja wote, wewe unakwenda Dar es Salaam alafu naishi na naye anaishia Dodoma, utachemka. Nielewa vizuri? Utachemka, maana wewe safari yako unakokwenda ni mbali zaidi. Ila huyu yeye anaishia Dodoma. Kwa ukianza kushindana na mtu ambaye anaishia Dodoma, unachemka, unapoteza muda wako bure. Kwa hiyo focus kwenye hatima yako, kwenye baraka zako, katika jambo ambalo Mungu amekuitia. Yesu asifiwe. Kwa hiyo umenielewa sasa? Kwa hiyo kuna vitu vingine hata nyumbani wakikutishia kwamba tutaona kama utaamka, tutaona kama utazaa, usihangaike kwenda kwa waganga kutafuta dawa ya kujilinda kwamba ninaamini zindike nyumba yangu. Nenda kwa Yesu peke yake. Amen. Yesu atusaidie sana. Amen. Bwana atusaidie sana. Amen. Kwa hiyo tunataka tuende tena tuangalie kitabu kile cha Samueli wa kwanza sura ya 10. Samueli wa kwanza sura ya 10 na ule mstari wa 6. Kitabu cha Samueli kwanza sura ile ya 10 na ule mstari wa 6. Yesu asifiwe sana. Amina. Nafikiri tukianzia mstari wa kwanza itakuwa vyema.
Inasema ndipo Samueli akatoa kichupa cha mafuta akayamimina kichwani pake, akambusu akasema, je, Bwana hakukutia mafuta uwe mkuu juu ya watu wake Israeli? Nawe utamiliki watu wa Bwana na kuwaokoa na mikono ya adui zao. Kisha hii itakuwa ishara kwako ya kuwa Bwana amekutia mafuta uwe mkuu juu ya urithi wake utakapoondoka kwangu leo. Utakutana na wanaume wawili karibu na kaburi la Raheli katika mpaka wa Benjamini huko Selsa, nao watakwambia, punda hao uliokwenda kuwatafuta wameonekana, na tazama, baba yako ameacha kufikiri habari za punda, anafikiri habari zenu, akisema, nifanye nini kwa ajili ya mwanangu? Kisha utakwenda mbele kutoka hapo na kufika katika mwaloni wa Tabori, na hapo watu watatu watakutana nawe wanaokwea kwenda kumwendea Mungu huko Betheli. Mmoja anachukua mwanambuzi watatu, na mwingine anachukua mikate mitatu, na mwingine anachukua kiriba cha divai. Nao watakusalimu na kukupa mikate miwili, nao utaipokea mikononi mwao. Baada ya hayo utafika Gibea ya Mungu, hapo palipo na ngome ya Wafilisti. Kisha itakuwa utakapofika mjini, utakutana na kundi la manabii wakishuka kutoka mahali pa juu, wenye kinanda na tali na kinubi na filimbi mbele yao, nao watakuwa wakitabiri. Mstari wa 6, naomba uwe makini pamoja nami sawa sawa. Anasema, na roho ya Bwana itakujilia kwa nguvu, nawe utatabiri pamoja nao, nawe utageuzwa kwa mtu mwingine. Haya maneno anapewa Sauli, anaenda kutafuta kondoo waliopotea, punda wa baba yake waliopotea, lakini anakutana na mtu wa Mungu, anampa maelekezo ya kimungu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu mko humu kanisani ama mko nje ya kanisa, na tangu umeanza kuingia ibadani kusali, yani hauelewi kinachoendelea kwa habari ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Yani upo kanisani ili mradi tu Jumapili inafika, unaingia kanisani, unasali, unaondoka wapi? Ila ukiulizwa kwa habari ya maisha yako, yani nini Mungu amekuitia ufanye, kuna mtu hajui kabisa. Hajui kabisa. Kwa hiyo Samueli anapewa maelekezo, anampa Sauli. Namwambia, huko utakapokwenda utakutana na watu wako hivi na hivi, lakini baadaye anasema utakutana na manabii, watakuwa kule watumishi wa Mungu wanatabiri. Bwana Yesu asifiwe. Yani ni kwamba unatoka katika mizunguko yako sasa, ama unatoka mahali unakuja kama hapa Kome, Mungu anakupa maelekezo. Anasema hivi, utakapofika pale Kome, hapa ni semina. Ukifika ukiona watu wanaendelea na semina, ingia humo. Na ukisha ingia humo, sasa wewe hujui kinachoendelea kwa habari ya maisha yako. Anasema ukisha ingia humo, Roho wa Bwana atakujilia kwa nguvu, na wewe utaanza kutabiri. Utawakuta wakiwa wanaomba. Ingia humo. Ukisha ingia humo, Roho wa Mungu atakujilia kwa nguvu, na wewe utaanza kuomba, na wewe utaanza kuimba, na wewe utaanza kuhubiri. Unaelewa vizuri? Amen. Sauli anapewa maelekezo, utakapowakuta hao manabii, Roho wa Bwana atakujilia kwa nguvu. Kumbuka tunazungumza kwa habari ya kujiliwa na Roho wa nani? Na Roho wa Bwana. Kwa hiyo Roho wa Bwana atakujilia kwa nguvu, na wewe utaanza kutabiri. Lakini katika kutabiri, maandiko yanasema na wewe utageuzwa, utakuwa mtu mwingine. Kutoka kuitwa Sauli utaitwa jina jingine. Kutoka kuitwa Sauli utaitwa Paulo. Kutoka kuitwa Masumbuko utaitwa Baraka. Ndivyo Mungu unavyoingia kwenye ufalme wake, anakugeuza, unakuwa mtu mwingine. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Unajua kuna wengine walipokuwa nje kule walikuwa na majina yao, lakini walipokuja kanisani leo tunakuita dada kusheka. Kwa nini? Yesu amekupendezesha. Amen. Leo unaitwa handsome my brother. Kwa nini? Yesu amekupendezesha. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna mahali ukiingia ukisema jambo hakuna anayekataa. Ni Mungu huyo amekugeuza, umekuwa mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna watu hata wakitaka kukuloga, kuchawia biashara yako, wakija kwenye biashara
Kwa sababu umegeuzwa, umekuwa mtu mwingine. Wakifika pale wanakuambia mbona tunaona maji, tunaona bahari, tunaona ziwa. Kwa sababu gani? Biashara yako imegeuzwa, imekuwa kingine. Kwenye ulimwengu wa roho hailogeki. Kuna watu mko hapa majina yenu wameshatafutwa kuzimu, mlitakiwa mfe. Lakini kwa sababu mligeuzwa mkawa watu wa Mungu, na ndio maana hata wanapopanga mipango haifanikiwi. Hata wanapopanga njama zao hazifanikiwi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu umegeuzwa, umekuwa mtu mwingine katika Kristo. Amen. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo ndio linatimia hilo andiko. Maana kugeuzwa na kuwa mtu mwingine. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita. Zile tabia za kale zimeondoka. Sasa hivi umekuwa mpya. Bwana Yesu asifiwe. Walikuwa wanakuona kwenye vibanda vya konyagi vya pombe, sasa hivi ni mhubiri, unahubiri. Hiyo ndio tafasiri ya kugeuzwa kuwa mtu mwingine, kwa sababu Roho Bwana amekujilia. Roho Bwana alipokujilia akakutenga na ulevi. Roho Bwana alipokujilia akakutenga na uchawi. Roho Bwana alipokujilia akakutenga na uganga. Leo tunakuona unaimba lakini historia yako ilikuwa ni mganga. Leo tunakuona unaomba lakini historia yako ilikuwa ni mchawi, muuaji. Kwa nini? Roho Bwana amekujilia. Kwa hiyo tamani sana Roho wa Mungu akujilie kwa nguvu. Maana unapoona mambo hayaendi kwenye maisha yako, jua kwamba Roho wa Bwana hajakujilia kwa nguvu. Yesu asifiwe. Amina. Sote tumempokea Roho Mtakatifu hapa. Sawa? Chini hapa niliwahi kuuliza sisi mahali pengine nikasema hivi unaamini anayekuwa wa kwanza darasani na anayepata zero wote wana akili sawa sawa? Hapana. Hivi unaamini, narudia tena, maana mtu mwingine akasema labda mhubiri amekosea, sijakosea. Hivi unaamini anayekuwa wa kwanza darasani na anayekuwa wa mwisho anapata 0? Hivi unaamini hao wote wana akili? Hapana, mtu ambisha. Nipe sababu. Ngoja nije. Niambie vizuri. Hebu nipe sababu kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ambapo wanapokuwa wote hawana akili kwa pamoja. Maana yule wa kwanza alikuwa ni wa kwanza, lakini yule amempita. Kilichosababisha kumpita yule ni akili yake, ambapo yeye alivyokuwa anafanya ile kazi ama alipokuwa anaenda shuleni, yeye alikuwa yuko bize. Alipokuwa yuko bize tena alikuwa akimtafuta Mungu. Alipokuwa akimtafuta Mungu, maana unakuta watu wengine tunaenda mashuleni ila Mungu hatuko naye. Maana wengine tunatengeneza nini? Tupo tule tubabu. Sasa tunapokuwa tule tubabu nyumbani, tunaenda kwenda kuabudu tule tubabu. Tunapoenda kuabudu tule tubabu, maana Mungu wetu yuko nyumbani, hayuko wapi? Hayuko mbinguni wala duniani. Wala Mungu wao wanamtengeneza chini ya mti. Na ndio maana unakuta kwamba akili zao haziingii. Lakini yule anayemwabudu Mungu, anayemjua mbinguni, na ndipo akili zake zinafanyaje? Zinapanda. Yesu asifiwe. Amen. Na kalamu hapo imeanguka chini. Sasa hatujapata jibu. Unakuta, ngoja nitolee mfano hapa. Njoo rafiki zangu hawa. Sasa unakuta hawa watu wawili wote wanasoma. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Wanasoma wote hawa. Nataka kusema nini dada Jo? Yaani wa kwanza na wa mwisho wana akili wanazo, lakini tofauti wao ni fahamu. Fahamu ni nini? Yaani ni uelewa. Uelewa. Karibu mama. Au maarifa. Dada, unasemaje? Sasa njoo sasa wewe mwalimu. Njoo wewe mwalimu sasa. Njoo hapo. Sasa hawa ni wanafunzi, si ndio? Si hawa si ni wanafunzi? Ndio. Huyu ndio mwalimu wao. Sawa. Huyu mwalimu anakuja na daftari na kitabu kila siku, anakuja na wafundisha hawa darasani.
Bwana Yesu asifiwe. Wote hawa wana akili, wana ufahamu, si ndio? Sasa mwalimu anapotoka kuwafundisha, kumbuka nazungumza kwa habari ya Roho Mtakatifu, sote tunaye. Ila kwa habari ya kugeuzwa kwa mtu mwingine, hapo ndo kuna shughuli. Yaani kwa wa kwanza ndo kuna shughuli. Sawa sawa? Kwa mwalimu akishafundisha hawa, huyu anayekuwa wa kwanza na huyu anayekuwa wa mwisho, wote akili wanazo. Yaani kwa kifupi, akili alionayo huyu ndo akili alionayo nani? Mungu alipomuumba mtu alimpa kila kitu, ufahamu. Unanielewa? Sasa kinachokuja kumtofautisha kwa nini huyu anakuwa wa kwanza, huyu anakuwa wa mwisho, ni ule uwezo wa kuifanyisha kazi akili yake. Unanielewa vizuri? Unanielewa vizuri eh? Uwezo wa kuifanyisha kazi nini? Akili. Kwa hiyo hawa wakifundishwa, huyu mmoja anategemea ng'ombe anenepe siku ya mnada. Huyu mwingine anaamini kabisa, nikisoma, anapanga ratiba yake, ikifika saa fulani naingia kusoma, ikifika saa fulani naingia kupumzika. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini kuna mwamba huyu, mtaalamu huyu, anaamini mtihani mimi nitapasua. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ndio maana unaweza kumkuta wakati wa mtihani ukifika, sasa limebaki kama lisali moja, anazunguka na daftari, anahakikisha kwamba anataka akalilishe mambo yote siku ile ile akafaulu mtihani. Anamsaidia sana. Kwa hiyo unaweza ukakuta, nendeni mkakae. Kwa hiyo unaweza ukakuta sasa tuko kanisani sote, tuna Roho Mtakatifu huyu. Yaani hapa sisi sote tulipo, roho yetu ni huyu. Mungu ni mmoja, anayetoa baraka ni mmoja. Kinachotofautisha, kila siku mtu akija kusimama hapa, namshukuru Bwana Yesu amenitendea mambo makubwa. Kwa kweli watoto wangu walikuwa hawawezi, lakini Mungu amewaponya. Namshukuru Mungu, biashara yangu kwa wiki ama kwa siku nilikuwa naingiza 100,000, lakini sasa hivi naingiza 300,000. Lakini hawa watu wote wanasali kanisa hili, lakini kuna mtu hayo matendo ya Mungu yenyewe yanayosimuliwa hapa hajawahi kuyaona. Yupo kanisani na ameokoka na anaimba nyimbo, tunasali naye. Kinachotofautisha ni ule uhusiano wa huyo mtu na Roho Mtakatifu na Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Kwenye michango haonekani. Nikitangaza hiki wachungaji watatuchosha. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo unakuta kuna mtu mmoja anafuata neno la Mungu, inasema hivi, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, kwa mali yako. Ila kuna kajamaa kako humu kameishia kumpenda Bwana kwa moyo wake. Hilo kigusa swala la mali wewe. Namkumbuka mtu mmoja akamfuata Yesu akasema, Bwana nifanye nini nipate kuurithi ufalme wa Mungu? Namkumbuka wasomaji wa Biblia. Yesu akamwambia hivi, shika amri za nani? Yule bwana akamjibuje? Tangu utoto wangu, tangu jana wangu, habari ya amri za Mungu nimezishika. Yesu aliposikia akasema, kumbe kila kitu uko vizuri. Yesu akasema hivi, sasa cha kufanya, uza mali zako, wape nani? Hapo ndo kiliumana. Biblia inasema jamani, toka uso wako umekunjamana. Kwa hiyo tunapoachana ni hapo. Tunapoachana ni wapi? Ukiona mtu anatoa ushuhuda, Mungu anamtendea mambo makubwa, lakini kuna mwingine huo ushuhuda anausikia. Anasikia tu fulani wakishuhudia. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu yeye kuna vitu havifanyii kazi. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye maombi wakitangaza hayupo. Mwenyekiti wa maombi anasema jamani vijana tutakutana, tufanye 1 2 3. Tumuombe Mungu kwa ajili ya jambo hili. Yeye haonekani. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana elewa kitu kama hicho sasa. Kwa hiyo Roho Mtakatifu akamjilia kwa nguvu, naye akaanza kutabiri, na baada ya hapo akageuzwa akawa mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mtu wa Mungu lazima utambue kwamba unahitaji Roho Mtakatifu akujilie na akugeuze uwe mtu mwingine. Amina. Ni kweli wote tunaye Roho Mtakatifu, lakini tunahitaji zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Labda nikwambie kitu kimoja. Ukiwa na simu, kwa mfano hizi simu kubwa, ikiwa na 38% au 30%,
au tuseme 15%, si ina chaji. Lakini ina chaji, lakini unajua kabisa hii chaji saa yoyote inaisha. Bwana tusaidie sana. Ina maana hata unaenda safari unatengeneza mazingira ya kuichaji simu yako ijae. Kwani 15% sio chaji? Si ni chaji? Mtu anaweza akakupigia mkaongea, si ndio? Na ukachat kwenye message, si ndio? Lakini simu ina asilimia ngapi? 15. Lakini akili yako inakuseti hivi, nikitoka hapa 15% mpaka nifike Mwanza, nipige simu, ni chat na watu, niingie TikTok, niingie Facebook, niingie sijui wapi, unajua kabisa unakuwa na uhakika mpaka kufika Mwanza simu imezima. Bwana tusaidie sana. Manake ni kwamba Roho Mtakatifu kwenye maisha yako akiwa battery low, saa yoyote utasikia kuna visimu vidogo utasikia akiwa ndani yako ni battery low. Kila wakati unapewa taarifa inagonga hivi. Bwana tusaidie sana. Ukiwa unaingia kwenye maombi kuomba, Baba Mungu nisaidie nipate gari, unasikia sauti ndani, hautoboki, gari upati. Bwana tusaidie sana. Kwa sababu Roho Mtakatifu aliye ndani yako ni battery low. Bwana sifiwe. Kwa hiyo lazima ujifunze kukua ili Roho wa Mungu afanye kazi ndani yako na ubadilishwe uwe mtu mwingine. Lazima uwe unazingatia mambo ya kimungu, ibada, maombi, uwe mtu wa kuomba, unapata muda unafunga, unasoma neno la Mungu. Biblia mimi na uhakika kwa hizi siku tulizo nazo, kuna mtu Biblia anafungua hivi kwenye kipindi kama hichi. Kabisa. Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo ili ugeuzwe kwa mtu mwingine, lazima umfanyishe kazi Roho Mtakatifu ili akutengenezee matokeo. Bwana Yesu atusaidie sana. Tunapozungumza habari ya Roho Mtakatifu ni sawa sawa na habari ya shambani. Panda mahindi alafu kaa nyumba. Kwa mfano ukipanda mahindi, si kuna muda fulani yatakuwa, si ndio? Yanahitaji palizi, si ndio hivyo? Baadaye yanahitaji kuvunwa, si ndio hivyo? Hivi kweli unaweza ukaenda ukaipanda mbegu shambani alafu ukasubiri mpaka wakati wa kuvuna? Hivi utavuna mahindi gani? Si umepanda mbegu na zimeota? Kitakachokuhamisha usipate mavuno ni nini? Kuna paliza haijafanyika, sio kuna hiki hujapiga, kama ni dawa hujapuliza, si ndio hivyo? Ndivyo Mungu anavyotakiwa. Yaani kama unataka ugeuzwe uwe mtu mwingine, kama umechoka kuitwa fungu la 10, kama umechoka kuambiwa akienda kama anarudi, Bwana tusaidie sana. Amen. Ngoja nikwambie tu ukweli, hata kama una kasura kale katafadhali nipigie. Unaweza sawa, unaweza ukamuomba Mungu kale katafadhali nipigie, Mungu akafanyaje? Akakabadilisha. Amina. Asifiwe. Wewe ukitaka uamini hivyo, kuna watu walikuwa wana sura za tafadhali nipigie hata kanisani, ila humu hawapo. Sasa unashangaa yule dada kusheka kabisa haolewi, mwenye tafadhali nipigie. Ndio unashangaa hivi, rafiki yangu binti anasema hivi, yule kijana hajaniona mimi kweli? Mtu analia hajaniona mimi, mpaka anakwenda kukaoa kale kadada. Hebu kaangalie hata kakisimama tu. Anatusaidia sana. Yaani mtu analia na anahuzunika kwamba wengine bahati nzuri hawa wachungaji wanafichaga tu siri nyingi. Kuna mwingine mpaka anamfuata mchungaji. Hivi mchungaji kabisa, hivi mimi ninakosa gani, na kasoro gani mchungaji? Nikasema mwanangu kweli kuna kasoro. Kwa nini yule dada fulani ameolewa? Hebu niangalie mimi mchungaji, mtoto wako na yule. Bwana tusaidie sana. Bwana tusaidie. Ndio maana nikasema hivi, kuwa na pesa sio shida. Nikakupa habari ya nani? Ya Daudi na Goliati. Goliati ni mpambanaji wa vita, Daudi ni mchunga kondoo. Lakini pale ili kilichoamua ushindi wa ile vita sio muda mrefu umekaa jeshini. Bwana Yesu asifiwe. Sio kwamba umepiga watu wangapi. Kilichoamua, je, una Mungu? Una jina la Bwana? Ndio kilichoamua. Kwa hiyo ukiona watafadhali nipigie anaolewa, wewe dada kusheka huko umepata, lazima ujiulize,